katika kipindi cha neno la Mungu siku ya leo kutoka kwa mchungaji Dickson na Consolata Diamond wa kanisa la Amazing Grace Worship Center Dodoma, Tanzania, kila siku majira na wakati kama huu. Asante na karibu sana. Sasa natamani tutazame kitu kimoja. Kama unaandika kichwa cha somo hiki, tutaishia kwenye utangulizi. Andika utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu. Wengi tumesikia, usiguse utukufu wa Mungu. Tunampa utukufu Mungu. Sifa na utukufu apewe Bwana. Usiguse utukufu wa Mungu. Okay, maana yake nini? Ni kitu gani? Na wewe una nafasi gani ya kumpa Mungu utukufu? Je, maisha yako yanampa Mungu utukufu? Kwa hiyo ukielewa maana yake, utakuwa unajua vitu vingi sana ambavyo vinahusu utukufu wa Mungu. Kwa maana yake kila unachokifanya katika ulimwengu huu itakupasa uwe unakifanya kwa makini. Kwa nini? Kwa sababu kinahusisha utukufu wa Mungu. Haleluya. Utukufu sasa ni kitu gani? Maana tunasema utukufu wa Mungu, lakini utukufu sasa ni kitu gani? Glory. Ungekuwa kuna mtu anaitwa Glory hapa, ingekuwa ni rahisi, lakini maana ya utukufu maana yake ni glory. Glory kwa Kiingereza, glory. Glory of God, glory to God. Ukisikia tu glory to God, maana yake utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Sasa utukufu maana yake nini? Hii ni introduction. Nimesema tutaishia kwenye introduction. Alafu awamu ijayo tutaangalia vitu vinavyofuata, lakini utukufu ni kitu gani? Jambo la kwanza, tunaposema utukufu maana yake tunamaanisha ni uzuri mkubwa. Weka mkato, uzuri mkubwa, mkato, heshima, mkato, shangazwa katika mabano ama tazama kwa mshangao. Yaani shangazwa au kushangazwa katika mabano, tazama kwa mshangao ama kwa kufurahia, mkato, ushindi, mkato, mafanikio, mkato, ama udhihirisho wa uwepo wa Mungu kama inavyofahamika kwa wanadamu, mkato, sifa, mkato, ama kitu cha kupendeza, mkato, kuvutia na kufurahisha sana. Sije nirudie. Sawa. Naanzia tena. Utukufu ni uzuri mkubwa, mkato, heshima, mkato, kushangazwa, alafu weka mabano, tazama kwa mshangao ama kwa kufurahia, tazama kwa mshangao ama kwa kufurahia, mkato, ushindi, mkato, mafanikio, mkato. Hii ni sentensi ndefu sasa. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu kama inavyofahamika kwa wanadamu. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu kama inavyofahamika kwa wanadamu, mkato, sifa, mkato, kitu cha kupendeza, mkato,
kuvutia na kufurahisha sana. Full stop. Hiyo ndio definition ya nini? Maana ya utukufu. Kwa utukufu mmoja wapo ni heshima, kama tulivyosema, ni uzuri mkubwa, kushangazwa, kutazama kwa mshangao, kufurahia, tumesema ni ushindi ama mafanikio, lakini pia udhihirisho wa uwepo wa Mungu kama inavyofahamika kwa wanadamu. Tukauona utukufu wa Bwana. Tukauona utukufu wa Bwana, manake tukaona uvuvio wa nini? Wa Mungu. Tunaona kabisa kwamba hii hali kwa kweli hatuko peke yetu. Haleluya. Linasema na utukufu wa Bwana ukalifunika, ukalijaza hekalu. Haleluya. Kwa wakati tunaimba, wakati tunasifu, wakati tunaomba, utukufu wa Mungu huwa unaweza kulijaza hekalu ama kupajaza mahali pale ulipo. Ndio maana ukijihisi una kamsongo kama wazo, ukijihisi haujielewelewi, Biblia inasema kuna mambo kadhaa ya kufanya. Imba zaburi ama tenzi ama nyimbo za kusifu ama za kuabudu ama soma neno la Mungu ama omba ama tafakari neno la Mungu. Asema neno moja nimelitafuta kwa Bwana, nikae uweponi mwake, si ndio? Na kutafakari. Naam. Tafakari uzuri wa Bwana. Sasa wengi wakipata changamoto wanatafakari changamoto, si ndio? Yaani akipata changamoto anatafakari changamoto. Ndio shida inaanzia hapo. Yaani unapata tatizo, unalitafakari tatizo. Ukipata tatizo, tafakari uzuri wa Bwana, uzuri ukuu wa Bwana, uwezo wa Bwana. Haleluya. Yaani ni kama unaumwa alafu unaangalia ule ugonjwa. Ni kwa wakati wa mchungaji hapa mara mwisho hapa alienda kufumua zile nyuzi. Kulikuwa kuna mtoto mmoja yuko pale, nafikiri alivunjika mguu yule. Yaani kushuka kutoka kwenye kitanda akanyage. Ikabidi mimi niende, baadaye nikamwekea mkono yule mtoto. Nikamwambia Mungu, ninakuomba umpunguzie maumivu huyu mtoto. Maana alikuwa analia kilio si cha kawaida. Baada ya dakika kama 10 hivi, lile aliyotakiwa kulifanya, akafanya nini? Akaweza kulifanya. Ila mwanzo ilikuwa ni ngumu, mpaka moyoni nikasikia nenda kafanya hivi. Ndio nikaenda pale. Akaweza lile zoezi, ikawa hivyo. Sasa inawezekana yeye alikuwa anaangalia ule mguu na maumivu yale. Ndio maana alikuwa, lakini alipaswa baadaye kuangalia kwamba nikifanya hivi nitakuwa nafanya nini? Natembea vizuri. Sio, unanielewa vizuri sasa utukufu wa Mungu ndio huo. Kwa tunapozungumzia utukufu tunazungumzia heshima ya Mungu. Tunapozungumzia utukufu tunazungumzia uzuri wa Mungu. Tunapozungumzia utukufu tunazungumzia ushindi. God's glory kwako. Ushindi wako wewe ndio utukufu wa Mungu, ni heshima ya Mungu. Sio, unanielewa vizuri? Tunapozungumzia utukufu tunazungumzia uwepo wa Mungu. Yaani ibada zetu lazima ziwe na utukufu wa Mungu, lazima ziwe na uwepo. Haleluya. Asa kwa sababu watu wengi pia sasa hivi wamezoea na imezoeleka hivyo, si ndio? Kwamba makanisa mengi lazima yawe na vyombo na yawe na mazingira mazuri, si ndio? Usipofanya hivyo watu ni ngumu sana kujiconnect unless wawe wameanza. Yaani ni kama umtoe mtu kwenye kanisa lililo changamka, yaani limejengwa vizuri, afu mlete mahali kama hapa ambapo tunaendelea na ujenzi. Umeona? Yaani anaweza ikawa ngumu sana kwake kisaikolojia kujiconnect, kuona utukufu wa Mungu, uona uwepo wa Mungu, kwa sababu ya ibada zikishakuwa na uwepo, watu wanakuwa na uwezo wa kujiconnect kwa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia utukufu tunazungumzia kitu cha kupendeza, kuvutia. Ndio utukufu wa Mungu. Wewe hapo kama mwanadamu, wewe hapa
ni utukufu wa Mungu. Biblia inasema mbingu, si ndio, zinashuhudia utukufu wa nani? Wa Mungu. Mbingu zinashuhudiaje? Vile zilivyotengenezwa hapa, anga linavyopendeza usiku ukiangalia nyota, si ndio? Kuna siku moja wanasayansi waliwahi kwenda juu sana, kule juu sana. Unajuaga kuna wakati fulani unaweza kukaa ukashangaa mwanga, achana na radi, ukashangaa kuna mwanga tumetokea mahali, yani sehemu kubwa kuna mwanga kwa mbali hivi, unakuta kama kule mwanga unatokea nyakati za jioni zile. Achana na radi, nazungumzia tu mwanga. Sasa baadaye wanasayansi, au kuna muda unakuta huku jua linapozama au linapochomoza kunakuwa na rangi nyingi. Wanasayansi baadaye wakapanda mpaka kule juu na ndege juu kabisa kule kwa usawa mawingu, ikabidi kuwa na sijui ni telescope ile, tuseme ni kitu gani ambacho kina uwezo wa kuona mbali. Wakawa wanaangalia hizi ni nini zinazowaka hivi. Walipoenda kuangalia wakagundua ya kwamba, unaona gaya mafataki wakaona kumbe zile huaga ni nyota. Zile nyota unaweza kushangaa zimeanzia zina umbali, kwa sababu juu kule ni kubwa sana, zinaanzia umbali wa kuanzia labda kule mwanzo mpaka kule, kwa zinatoka huko zinawaka, yani zinaenda kimstari, zinawaka ndio ule mwanga sisi tunauona. Kuna nyingine zinawaka zinalipuka, yani zinalipuka alafu zinatengeneza maua. Umeona? Ndio maana Biblia inasema mbingu zinautangaza utukufu wa nani? Wa Mungu. Uwezo wa Mungu. Yani Mungu alisema, Mungu amefanya kitu cha ajabu. Huo ndio utukufu wa Mungu. Tumesema hapa ni kitu cha kushangaza, cha kustaajabisha. Haleluya. Sisi wanadamu tunaonana ni watu wa kawaida hivi kwa sababu si mwanadamu mwenzako. Lakini kiumbe cha rohoni, ama malaika ama shetani, ama hata kama ni mapepo ama majini, yakimwangalia mtu jinsi alivyo na mambo anayoyafanya, yanashangaa. Kwa kama ni mashetani yanaona wivu mbaya. Biblia inasema hata roho naye hutuonea wivu, lakini wivu wa roho sio mbaya. Haleluya. Yani manake jinsi tulivyo sisi na mambo ambayo tunayafanya yanakuwa different, yani ya kushangaza. Kwa tumeumbwa kwa namna ya nini? Ya ajabu, ya kushangaza. Kwa hata sisi uwepo wetu, jinsi tunavyo, wewe unaona unaishi kawaida, tunavyopiga makofi wewe unaona ni kitu cha kawaida, lakini shetani anang'ata kidole. Kwa nini huyu anaweza katika hali hii wakati yeye alikuwa kwenye sifa, kwenye milki mbinguni, atakosa? Unaelewa vizuri? Kwa sisi tumeumbwa kwa hali ya kushangaza. Ngoja nikupe mfano. Umeona hii hapa? Hii inaitwaje? Smartphone. Nataka ulishike hilo neno smart. Kuna simu hapa nyingine ambayo sio smart. Mwenye simu ambayo sio smart unayo hapo, mtumishi, nionyeshe. Hiyo hapa. Ile sasa sio smartphone. Ile ni nini? Ni simu. Mobile. Simu. Sawa? Ile sio smart, ila hii ni smart. Kwa nini imeitwa smart? Kwa sababu inafanya mambo yake smart. Umeelewa vizuri? Inafanya mambo yake smart. Very smart. Hii una uwezo, hii hapa una uwezo wa kuiongelesha ikafanya kile unachokiambia. Fungua settings, fungua, ama ingia kwenye majina, tafuta jina fulani, piga. Inaingia, inatafuta jina na inapiga. Hii simu smartphone. Ni kwamba tu sisi matumizi yetu waga ni yale ya kwetu, Facebook, WhatsApp, basi tumalize. Lakini ndio maana inaitwa smart. Inaweza kufanya mambo makubwa. Inaweza kulink ukaongea na mtu wa Marekani wewe ukiwa hapa, si ndio? Ndio maana inaitwa smart. Sasa hii smartphone imeitwa smart. Wale waliotengeneza
Kwani unafikiri sifa huwa wanapewa akina nani? Si wale waliotengeneza? Si wazungu bwana. Wazungu bwana, achana nao, si ndio? Sasa hii simu inatangaza utukufu wa nani? Wa wazungu. Haleluya. Si wameitengeneza wao. Inatoa heshima kwao, sio kwa wewe mtumiaji. Simenielewa vizuri eh? Sasa kama hii smartphone inatangaza utukufu wa mzungu, wewe unatangaza utukufu wa nani? Wa Mungu. Lakini tunapoona hii smartphone imetengenezwa, ndio tunasema la, kumbe Mungu ametengeneza mwanadamu ambaye anaweza kufanya vitu vikubwa. Haleluya. Kwa hiyo utukufu ni nini hapo? Ni sifa, heshima. Haleluya. Kwa ukisikia utukufu wa Mungu ndio maana yake. Sasa wewe una nafasi gani? Mpaka hapo nafikiri unanielewa sasa. Kwamba wewe maisha yako, je, yanampa utukufu Mungu? Ama ukipata jaribu unalishindwa? Ama ukipata jaribu unalalamika? Ama ukipata jaribu unawaza kunywa sumu? Ukiwaza hivyo negatively, manake unakosea ile sifa ya Mungu kumuumba mwanadamu. Unashindwa kudhihirisha uwezo wa Mungu. Ndio maana anasema wewe umeumbwa kwa thamani mno. Haleluya. Hata tulipokosea Mungu alitununua sisi kwa damu ya thamani. Hebu fikiria, Mungu anaacha enzi, anaacha uungu wake mbinguni, anakuja afi kwa ajili yetu sisi. Kuna kitu gani cha thamani? Kipo kupitia sisi. Hapo tu Dar es Salaam, ukikaa kuna magorofa, ukiangalia unaangalia mpaka usipokuwa makini unaweza kushangaa unaangukia nyuma, si ndio? Ni marefu. Yaani ukisimama gorofa hili hapa, wewe hapa unaweza ukaanguka, maana ni refu. Gorofa 40. Na hapa ni Dar es Salaam tu. Ukienda Dubai kule, jengo lina mita, unajua kilomita moja inaweza katoka hapa karibia na kule kwenu. Jengo limelala kutoka hapa mpaka usawa kwenu, alafu lisimamisha. Si unanielewa vizuri? Hilo ni jengo. Huyo ni mwanadamu, ameumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo unaweza kaona uwezo wa mwanadamu pia ni mkubwa. Sasa kama uwezo wa mwanadamu ni mkubwa, manake wa Mungu ni wa ajabu. Kwa kumbe uwepo wa mwanadamu unatangaza utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa kumbe jambo linapokuja kwako wewe, lazima uhakikishe unapeleka utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Heshima. Usishindwe jambo. Ndio maana Mungu ameweka nguvu kubwa, maombi. Hata smartphone hii huwa inaisha chaji. Ikiisha chaji tunaichaji. Kwa hata wewe ukikutana na jambo, unaweza wakati fulani likakumaliza chaji. Ukihisi umepungukiwa tu na chaji yako ni nini? Ni maombi, ni sifa, ni kuabudu, ni kumtumikia Mungu, ni kutumika kufanya kazi za kanisani hapa na pale, ni kujumuika na watu wa kanisani. Inakuongezea nguvu, unazidi kuonyesha utukufu wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Zaburi 66 ule mstari wa 8. Natamani unapoishi ujue kabisa una jukumu la kuonyesha utukufu wa Mungu. Heshima ya Mungu inakuwa displayed na wewe. Mtu yeyote anayekutana na jambo kama mtihani akafeli, kwa maana Biblia inasema au tukichukulia maisha ya kawaida, mtu akifeli mtihani, wazazi ndio wanajisikia vibaya zaidi, si ndio? Kwa sababu wanahisi kana kwamba wamejisikia vibaya, si ndio? Japo matokeo hayo yanaweza kutokea kwa namna hiyo. Sasa ni mambo ya duniani tu. Zaburi 66 mstari wa 8. Ila kwa Mungu hautaki kufeli chochote. Kwa nini? Kwa sababu uwezesho upo. Zaburi 66 mstari wa 8, Biblia inasema, enyi mataifa mtukuzeni Mungu wetu, itangazeni sauti ya sifa zake. Enyi mataifa. Kwa wenye kazi ya kumpa utukufu ni watu. Anaposema enyi mataifa, manake enyi wanadamu wa maeneo mbalimbali. Haleluya. Duniani kote. Mtukuzeni Mungu. Kwa Kiingereza anasema bless our God. Mtukuzeni. Mpeni sifa na utukufu. Manake nini? Manake msiwe ni watu wa kumsema vibaya ama wa kukata tamaa, kuonyeshwa kushindwa. Haleluya. Ndio maana wakati tunapambana hapa,
bila shaka sisi tulioko hapa tunaweza tukaona kawaida, lakini dada Eva ukimuuliza hapa ataona kuna mabadiliko mengi, si ndio? Tulikuwa tujaziba geti, sasa hivi geti limezibwa, mlango tunahamishia huku, si ndio? Ni utofauti, si ndio? Tungesema tusifanye chochote kwa muda mrefu, manake tunakuwa tumezuia utukufu wa Mungu usidhihirike kwa watu. Haleluya. Unapojenga nyumba yako unaachilia utukufu Mungu, watu wanamheshimu Mungu kupitia wewe. Tunapofanikisha kanisa kama hivi linakaa katika hali nzuri, linaendelea kuboresheka. Palikuwa hamna kitu hapa, tulikuwa tunaangalia picha hapa juzi kati palikuwa hamna kitu hapa, lakini leo pana kanisa. Watu wakipita hapa wanasema la, kumbe imewezekana. Haleluya. Unaweza kaliona ni jengo la kawaida, lakini imewezekana. Huu ni mwanzo wa kwenda sehemu nyingine. Maana hata shetani kitu kama hiki hana uwezo wa kuwa nacho. Umenielewa vizuri? Yeye alikuwa kwenye enzi, yani alikuwa ni sawa na mtoto ambaye baba yake ndio mkurugenzi wa benki ambaye anaimiliki baba yake. Yani huyo mtoto amepewa kuingia kwenye chumba cha hela, anaweza kakadi kwenye mafuko ya hela, alafu anakuja kuasi, anaanza kuishi kimaskini. Ndio shetani ilivyokuwa sasa. Yani alikuwa ameaminiwa, akawekwa sehemu kubwa, alafu akazingua. Yani baba yake ana benki na amepewa funguo za kule kwenye benki kule anakohifadhi hela, kwa sababu sio kila benki, sio kila mahali wanaweka hela, kuna sehemu maalum. Kapewa hadi funguo za access kule kwenye hela. Alafu leo hii anaishi mtaani, hana hata baisikeli. Ndio shetani alivyo. Kwa hiyo anajisikia vibaya sana. Enyi mataifa mtukuzeni nani? Mungu. Twende katika 107 Zaburi hiyo. 107 na ule mstari wa 32. Anasema, na wamtukuze katika kusanyiko la watu, na wamuhimidi katika baraza la wazee. Wamtukuze katika kusanyiko la watu. Haleluya. Katika kusanyiko, unapoishi na watu, hata unapokuwa kanisani, fanya ukimtukuza Mungu, ukimpa heshima. Sio umefika kanisani watu wanaabudu, wewe hauabudu. Unaelewa manake? Manake unashindwa kumdhihirisha Mungu. Haleluya. Mdhihirishe Mungu unapoishi mtaani kwako, nyumbani kwako. Mdhihirishe Mungu. Sio linatokea jambo, mfano hapa tu. Kwa dada mmoja hapo karibu alipata changamoto ya wale pepo. Vijana wote wakawa wanamuogopa hapa. Wakaja kuniita mimi mchungaji. Na mimi nina mwili mdogo hivi. Wale vijana walikuwa karibia wangapi? Wanamuogopa. Na mimi nikaenda pale. Na yeye mwenyewe tu alikuwa na nguvu. Si unanielewa vizuri? Mimi ndo nilipaswa kudhihirisha utukufu wa Mungu na uwezo wa Mungu pale. Haupasi kurudi nyuma. Haleluya. Haya, twende katika Mathayo 5:16. Kuna mistari mingi kidogo hapa. Mathayo 5 mstari wa 16. Na Biblia yangu inaniambia ya kwamba vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo tumesema kumtukuza Mungu ni kumheshimu na kumsifu. Yaani utukufu manake sifa na heshima. Haleluya. Utukufu manake ni sifa na heshima. Kwa hiyo anasema nuru yetu inapoangaza sisi mbele ya watu, wakiona matendo yetu mema, watampa sifa na heshima nani? Mungu. Watamtukuza Mungu. Kwa lugha fupi, ukifanya matendo mabaya katika jamii ama kwa watu wanaokuzunguka ama kwa jirani yako, unamtukanisha Mungu. Kwa haupeleki utukufu wa Mungu, haupeleki uzuri, heshima,
Haumfanyi Mungu aonekane amefanya kitu cha thamani. Kwa Biblia inasema bali afanyaye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kumtosha. Kuna mambo ya upuuzi mtu anaweza kafanya ambayo yatamsababishia mambo ambayo hayafai. Ndio maana unakuta mtu ambaye hamdhihirishi Mungu atafanya mambo ya ajabu. Yaani mpaka watu wanajiuliza, hii ni mtu kweli? Ukisikia watu wanasema hivi, huyu ni mtu kweli, maana yake wanasema hivi, kweli huyu ameumbwa na Mungu kweli? Yaani Mungu huyu, si umenielewa vizuri kwa sababu hampi heshima Mungu. Ndio hapo utasikia hivi, kweli mtu kweli? Maana Mungu anajivunia kuumba wanadamu. Licha ya kwamba ameumba dunia lote ili kubwa, lakini kubwa zaidi anajivunia kuumba wanadamu. Haleluya. Kwa hakikisha ukisikia tu watu wanasema hivi, huyu ni mtu kweli? Badilisha haraka sana. Haleluya. Twende katika Yohana 17:1. Biblia inasema, maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Hapa kulikuwa na makubaliano baina ya Yesu Kristo na Baba. Si ndio? Baina ya Yesu Kristo na nani? Na Baba. Kwamba ukishalifanya hili, Baba atamtukuza mwanae. Ndio hapa anasema sasa, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Maana yake hata wewe, Biblia inasema mtu akimtumikia Baba, Baba atafanya nini? Atamheshimu. Maana yake kule kumheshimu, maana yake Baba atakuheshimu, atakutukuza, atakuheshimu kwa namna hiyo. Haleluya. Na kuthibitishia hilo kwamba utukufu definition yake ndo hizi. Yako maandiko mengi, soma Wakorinto wa kwanza 6:20, sitasoma mengine. Wakorinto wa kwanza 6:20. Lakini Petro wa kwanza 2:12 naomba niisome. Petro wa kwanza 2:12. Petro wa kwanza 2:12. Mwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Haleluya. Kwa kazi yetu sisi ni kumdhihirisha nani? Mungu kwa matendo yetu mazuri. Matendo mazuri ni pamoja na kuhakikisha kwamba kila unaloliomba linajibiwa na Mungu. Kwa sababu lisipojibiwa utakuwa na wakati mgumu. Watu hawataona kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Na ndio maana ngoja nikupe siri. Mtu yoyote ambaye ameokoka huwa habaki kwenye ile hali aliyokuwa nayo. Habaki kwenye ile hali. Si kwamba Mungu atamuinua, nimaanisheje? Yaani si kwamba anaweza akawa tofauti na wengine sana, ila hali yake ya mwanzo haiwezi kuwa hali kama baada ya kuokoka. Ninamaanishaje? Simaanishi kwamba eti kwa sababu alikuwa kijijini, kwa sababu ameokoka basi ataanza kumiliki mabenki. Simaanishi hivyo, ila nasema ya kwamba maisha ambayo alikuwa nayo mwanzo hayatakuwa kama atakayokuwa nayo baada ya kuwa na Yesu Kristo. Mwanzo anaweza kaa alikuwa hana uwezo wa kiroho, alikuwa anaonewa na ibilisi, alikuwa hata maisha yake ni duni, lakini akiwa na Yesu ataanza kupata breakthrough. Atakuwa na uwezo wa kufanya chochote. Kwa sababu mambo mengine pia ndio ile tunasema utukufu wa Mungu tunavyodhihirisha ni kulingana na nini? Ufahamu wetu. Haleluya. Na kulingana na watu tunaofahamu na tunaoishi nao. Haleluya. Kwa sababu Mungu anakupatia kitu ili pia kisije kikaa mwiba kwako. Ufahamu wako vile unavyoona ndivyo Mungu anavyokufanya nini? Anavyokupatia. Haleluya. Ili pia usije ukajisahau. Na hii Petro wa kwanza 4:15 hadi 16. Petro wa kwanza hiyo. Sasa sura ya 4
15 hadi 16. Anasema, maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine, lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Haleluya. Kwa lugha fupi, huu mstari wa 15 nilipokuwa na usoma nikapata tafsiri, mtu asiteswe kwa sababu ni mbea. Unajua mbea? Narudia tena hapa. Maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Hivi unajua mtu anayejishughulisha na mambo ya watu wengine si ndo mbea? Si ndio? Yaani mtu asiteswe kwa sababu ni muuaji au mwivi au mtenda mabaya au ni mbea. Kwa Biblia kumbe nafahamu kwamba mbea pale Dar es Salaam wanakujaga na wamama wa mtaani wanakujaga wanavaaga madela haya, alafu wanakuja na sabufa wanakuja wanaiwashia kwako hapo kwa nje. Kuna nyumba moja walitukanana siku 3. Watu wako serious unajua. Siku 3 wakiweka na vidole vyao hivi. Utajuta. Sasa mtu asiteswe kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Umeona? Yaani ikiwa ni kwa sababu ni Mkristo asione haya. Labda kama unateswa kwa sababu ni Mkristo. Unanielewa vizuri? Usione haya. Biblia inasema umtukuze Mungu, umheshimu Mungu, kwa sababu katika kila teso kuna ushindi wake. Na ushindi tunasema ndio glory yenyewe. Kwa Mungu wetu ni mshindi, King of glory. Na sisi ni washindi, na sisi pia ni glorious people. Hallelujah. Kwa hiyo sisi kama hii smartphone inaonyesha uwezo wa mwanadamu jinsi ulivyo mkubwa. Achana na hii sasa. Hii smartphone kwa sababu unaijua. Achana na hii. Sasa hivi iko migahawa mbalimbali. Ukiingia pale ukuti mtu, inakuja robot. Oh please, madam, I have delivered your order. Inakuwekea pale mezani. Kinageuka automatic. Kuna vitu viwili, vitatu. Smart, automatic na digital. Anajaribu kuonyesha kwamba wanadamu wameadvance, wameenda sehemu nyingine. Wacha hiyo. Ipo gari ambayo inajiendesha, hamna dereva ndani. Imekuja. Unaingia. Sasa unakuwa umesha command kwenye simu yako. Inaanza kuondoka. Ikifika sehemu ya taa na ya kona, inawasha indicator, inakunja, inaenda mpaka sehemu unayoenda, inakuacha pale, inafunga. Bye. Inafunga, inaanza kurudi zake. Na nyingine nilikuwa naangalia juzi hapo. Wa China hao. Unaagiza mzigo, gari inakuja, inapaki mpaka kwako, inashusha mzigo, inaondoka zake. Hamna mtu. Au wewe ndio unaenda unachukua kile kimzigo. Haiendeshwi na mtu. Hallelujah. Hivyo vyote vinaonyesha smartness ya mtu, glory of a man who is created by God. Yaani utukufu wa mtu ambaye ameumbwa na nani? Sasa katika mambo hayo yote yakishakuwa mazuri, shetani anakasirika, watu wanawezaje kufanya haya mambo? Haleluya. Ndio maana yeye alichokuwa nawaza na sisi tumuasi Mungu, tusionyeshe utukufu wa Mungu. Alipoona tu alijua kabisa ni kiprogram hichi kizazi cha Adamu na Hawa. Basi nitakuwa nimefanikiwa kuingiza pando. Maana hata katika familia yoyote ile, shetani anafanya kama alivyofanyaga kwa Adamu na Hawa. Ili aweze kuharibu ukoo ama familia, ana program kizazi cha kwanza. Taifa ana program kizazi cha kwanza. Hata dunia alijaribu kuprogram kizazi cha kwanza. Haleluya. Kwa sisi, wewe mwanadamu, wewe kama wewe ninayezungumza na wewe, mkazi wa hapa Dodoma, Nzuguni boda, unayesali hapa Amazing Grace, kazi yako kubwa ni kudhihirisha utukufu wa Mungu. Na ndio maana Mungu hawezi kukuacha wala kukupungukia.
Wewe usiangalie hili nimelishindwa, hili nimelishindwa, hili hiyo sio jukumu lako. Yako mambo mengine ya kuyaweza. Haleluya. Usiangalie sijui nimeshindwa nyuma huko. Leo hii baada ya kusikia neno hili, ndio maana limekuja, na hili neno limekuja mahususi kabisa, makusudi kwamba kazi yetu sisi na hapa kanisani hapa tunajenga hapa. Kwani si tungeweza kufanya ibada bila kuna nini? Tungewezeka tu hapa tuko tunafanya ibada na watu wangekuwa wengi. Lakini tunafanya hivi kwa nini? Kwa pia ya kuheshimisha mahali pa nini? Tunaendelea kuongeza nini? Kwa sababu uwezo huo tunao. Haleluya. Uwezo huo tunao, hata kama ni uwanja hapa. Askofu Gwajima yule alikuwa anafanyia kwenye uwanja tu. Anaweka tu jukwaa lake pale, watu wanakuja, jua kama hilo hapo na miavuli. Simeelewa vizuri. Mumposa yule amefanya hivyo. Kwa nini? Tunaboresha hivi kwa ajili ya kwamba tumepewa uwezo na Mungu, tunaweza kuyafanya mambo yote kupitia nani? Yesu Kristo. Haleluya. Kwa kuanzia leo wewe ni mtu wa thamani na wa tofauti mno. Kila unalolifanya, hata unavyoongea. Haleluya. Hata unavyoongea unapaswa kuongea ukijua kabisa kwamba mimi nina display utukufu wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Hata unavyoishi. Vile ile awareness yako, personality yako lazima uwe ufurahi, uwe proud kwamba wewe Mungu amekuumba kwa thamani ili uonyeshe heshima ya Mungu. Na Biblia inasema kwamba heri yule asiyeketi barazani kwa wenye mizaha. Wale wanaofanya mizaha, unajua mtu mwenye mizaha ni yupi? Yule anaye barazani kwa wenye mizaha. Hao wanaosikiliza nyimbo za kidunia. Unaelewa vizuri? Yaani anayefanya vitu vya ajabu ajabu, vya dhambi vibaya. Yule ndio anakaa barazani kwa wenye mizaha. Kwa sababu mle hamna utukufu wa Mungu. Au yule mtu ambaye anapenda material things. Yaani anapenda mambo ya dunia hii kuliko kumpenda Mungu. Yaani ukimwambia yeye kuwa na simu ndio kitu anachokithamini kuliko kuwa na Mungu. Kuwa na nyumba kitu anachokithamini kuliko kuwa na Mungu. Sasa hao ni wanaketi barazani kwa wenye mizaha. Huyu ambaye anasema bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, bali neno la Mungu ndio limpendezalo, ni yule anayetafuta jinsi gani ataishi ili ampendeze Mungu. Anasema bali sheria yake ndio imfanye nini? Impendezayo. Uitafakari usiku na mchana. Mtu anayekaa barazani kwa wenye mizaha ni yule mtu anayependa mambo ya dunia. Haleluya. Kwa ni vizuri sana kukaa katika mawazo chanya ya kumpendeza Mungu. Huko ndio kudisplay utukufu wa Mungu. Manake watu wakikuangalia, yaani utukufu wako wewe pia, heshima ambayo Mungu amekuwekea, watu wanapokutazama, sasa huyu mtu ana hekima, huyu anajiheshimu, huyu anajielewa. Si umenielewa vizuri? Kama ni binti, kama ni kijana, huyu dada anajielewa, anajiheshimu. Si umenielewa vizuri? Ni utukufu kwako. Manake ni nini? Manake ni kwamba utukufu ule ile sifa njema Mungu anaipokea. Sasa nimalizie na maandiko haya mawili. Ndio nitakuwa namaliza hapa. Nataka tuipate point moja. Nafikiri ipo katika koja, nianze na Wakorinto wa kwanza 10:31. Tutakuwa nakomea hapa. Kwanza saa 5:11. Leo tunawahi kumaliza. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31. Na Biblia inasema hivi: basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Si unaona sasa? Hata unapokula, unajua kuna watu wanakula kiasi kwamba hata aonyeshi utukufu wa Mungu. Kule kijijini kuna mdogo wangu mmoja, kulikuwa sijui na sherehe gani, alikula wali mpaka usiku kutokana na kazi ya kumwangalia yeye. Kavimbiwa na ni wali. Alikuwa anasema ni mdogo. Sasa kuna watu wako hivyo.
Yaani mtaani anajulikana. Hivi hujawahi kusikia kwamba huyu bwana kila ukitokea tukio, sherehe, ni msiba, anasifika kwa kula? Sasa hiyo sifikiri kama inaonyesha utukufu sana, unless otherwise awe sio mtu ambaye yuko sawa. Kwa mlapo au mnywapo, ili kuna mtu anakunywa kama ni pombe, anakunywa pombe ile utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa lugha fupi anazungumzia ile discipline, hadhi ya mtu. Ama mtendapo neno lolote, ndugu yako amekukosea, hayo matusi sasa yanayoporomoka hapo, mpaka watu wale wengine sasa wanaona aibu wao. Ndio kama mchungaji ndio amepita hapo mchungaji hivi ndo anasali kwa yule kanisa kweli bom. Hapana. Biblia inasema fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Na kisha Petro 4:11, Petro wa kwanza 4:11, nafikiri nishaisoma hiyo. Hapana. Petro kwanza 4:11 ndio mstari wangu wa mwisho leo. Anasema mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu, mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu alizojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Mtu akisema na aseme kwa mausia ya Mungu. Yaani hata unapoongea mtu wa Mungu, unatoa ushauri, unashauri vijana, mabinti. Ushauri kama mausia, yani kama neno la Mungu linavyotaka. Haleluya. Mtu akihudumu na ahudumu. Kama ni kanisani, usihudumu eti kwamba watu wakuone. Usihudumu kwa sababu nimeambiwa ni hudumu. Hudumu wewe kwa nguvu ulizojaliwa na Mungu. Na usifanye kitu ambacho si chako. Kuna mwingine anaweza akataka afanye unabii kweli na sio kitu chake, mpaka unajikuta unadanganya. Kuna mmoja anamfahamu kabisa, ni jamaa yangu kabisa, ni nabii kule. Anamwambia vipi, niwatabirie wote au nimtabirie mmoja? Namfahamu vizuri kabisa, ni rafiki yangu. Sasa kweli watu wanapigwa, si ndio? Ili Mungu, lengo la kufanya yote ili Mungu atukuzwe, Mungu aheshimiwe. Haleluya. Sio kwamba limetokea jambo atakuwa amesema nani, atakuwa amesema fulani, yani wanakujua wewe yani ili kwa vyovyote kwa hivyo kakaa hili ni fulani tu, alafu ndio unatajwa wewe mtu wa Mungu. Hapana, haileti utukufu wa Mungu, haidisplay nature, kusudi la Mungu kukuumba, inatukanisha. Kwa hiyo mimi na wewe tumeumbwa ili tumpatie Mungu utukufu. Kwa kuwa makini unapoongea, unapokula. Kuna simani nilionaga kichekesho cha mtu mmoja, anasema ni anko au wajomba Waswahili wakija nyumbani wanaposwaki. Sasa anasema kuna wale anko huwa anaswaki alafu anaweka maji alafu anaanza kucheza hapa, yani anatokaga nje eneo kama anapiga mswaki mpaka watu majirani wanasikia, yani wana tabia hizo. Sasa ufanyapo jambo lolote, Biblia inataka ulifanye kama mtu unayeelewa nini unachokifanya. Haleluya. Ustaarabu uwe ni kitu cha mbele, kwamba unafanya kitu kisichomkwaza mwingine, lakini kinampa Mungu sifa na utukufu. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Kwa Mungu ametuumba namna hiyo, tudhihirishe na tumpe yeye sifa na utukufu. Tunapofanya vizuri, sifa na utukufu zinaenda kwa Bwana. Tunapofanya ovyo, Biblia inasema afanyaye mambo ya upuzi atapata umaskini wa kufanya nini? Wa kumtosha. Akiwa na maanisha ya kwamba hata katika kiroho atakuwa ni mtu dhaifu. Haleluya. Lakini tukifanya mambo yampendezayo Mungu, sifa na utukufu zitaenda kwa Mungu. Haleluya.
wewe ni sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi wewe Bwana, wewe ni sababu, wewe Yesu, wewe ni sababu, Baba, wewe ni sababu ya mimi koi. Weka mkono wako kifuani, sema asante Yesu kwa ajili ya neno hili. Ninakushukuru Bwana kwa maana umenijulisha na kunikumbusha ya kwamba nimeumbwa kwa sura na mfano wako, ili nikudhihirishie utukufu ambao Bwana umeweka ndani yangu, ili pia nikupe wewe sifa na utukufu. Nisaidie kuanzia leo, lolote nilifanyalo, iwe kwa neno au kwa tendo, nilifanye kwa utukufu wako Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu sasa endelea kupaza sauti, mwambie Mungu akusaidie lolote unalolifanya. Kama una tabia ya kufanya mambo ambayo hayapeleki utukufu kwa Mungu, au mambo hayo yaweze kukoma kutoka kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kila mtu mwema kwenye hazina yake njema utoa yaliyo mema. Na Mungu, neno lako linatuambia kwamba tukifanya matendo mema, watu wataona matendo mema, watakutukuza wewe Bwana. Kumbe Bwana, unatukuzwa kupitia sisi tunavyofanya mema, tunavyofanya yale mambo yanayotakiwa kufanywa, yale uliyoyakusudia Bwana tuyafanye. Ndio Mungu, tukiyafanya analeta sifa na utukufu kwako. Tuko wengi na wako wengi Bwana, ambao Mungu tulifanya chini ya kile kiwango unachokitaka, tukasababisha madhara makubwa katika ulimwengu wa roho na katika ndugu zetu tunaoishi nao. Baba, ninaomba leo hii Bwana uondoe hali hiyo na utupe Bwana uwezo wa kufanya yote katika utukufu wako Bwana. Tufanye tukijua ya kwamba kupitia hayo wewe Mungu utaheshimiwa. Bwana, ninaomba kila mmoja msaidie mahali hapa, hata kanisa kwa ujumla.